Yes, karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo nje ya mipaka Tanzania na ndani ya mipaka hii ya Tanzania. Leo ni siku nyingine ikiwa ni Februari 2 ya mwaka 2026 baada tu ya matokeo ya jana mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Esperance de Sportivo de Tunis kutoka pale nchini Tunisia kuweza kumalizika kwa sare ya goli 2-2, mchezo huo ambao ulioweza kuibua sintofahamu nyingi kweli na kila mmoja akiendelea kuchagiza na kusema kwamba nyuma ya Murtaza Ali Mangungu wapo viongozi wengine ambao pia walioweza kumwekea kamati ili ionekane mwisho wa siku Mangungu hafai kwenye kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Ukumbuke kwamba Mangungu ni mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba akiwa na 51%, na upande wa mwekezaji kwa upande wa Mo Mohamed Dewji yeye akiwa na 49% kwa uwekezaji. Sasa sauti ya siri imesikika huku ikijaribu kuchagiza na kuweza kutaja kile ambacho kinachoweza kuibabaisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sauti ya siri, sauti imevuja, sauti ambayo ikimtaja ama ikitoa kasoro na wale ambao wanaoweza kuisababisha Simba kufikia katika hatua za kama hizo. Na mchezo jana uliweza kumalizika katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini taharuki iliyoweza kujitokeza katika uwanja Benjamin Mkapa, hiyo pia imeweza kutoa sintofahamu. Kitu watu wajue, unajua Simba haiwezi kufanikiwa kwa hivi karibuni. Kwa sababu Simba haiwezi kufanikiwa kwa hivi karibuni kwa sababu gani? Ogopa sana kitu kinachoitwa utawala wa kitu kimoja. Yaani utawala wa nguvu moja. Ule utawala ule ukiharibika mpaka usimame inachukua muda mrefu sana. Simba imeshaanguka sehemu ya utawala. Simba saizi hata usajili, mchukue Cristiano Ronaldo, mchukue Messi, mchukue Mbappe, mchukue Lamine Yamal, mchukue yani wachezaji wote wazuri waje Simba na Simba itakuwa mbovu. Unielewa? Yaani Simba shida sio wachezaji. Simba shida sio kocha, utawala. Sasa utawala ile sehemu ya management kuna shida. Yaani shida ya Simba tunaanzia juu kwa mwekezaji mpaka kwenye ile management iliyokuwa pale yote. Yaani Simba kama inafanywa recycle basi ifanywe recycle kubwa. Yaani umeona viongozi waliokuwa Simba? Kama kweli wana akili na wao kweli wako kwa ajili ya mpira na wanaoiongoza taasisi ya mpira kama Simba Sports Club na wanataka Simba ipate mafanikio. Yaani hao wote wanatakiwa wajiengue. Kwanza wanatakiwa wajue makosa yao. Hapo wakishajua makosa yao sio wao wakaendani wasolve, hawawezi kusolve. Sababu wameshachelewa. Inatakiwa wakishajua makosa yao wajiengue, wakae pembeni. Waache watu wengine waje sasa wasawazishe yale makosa. Simba itarudi. Bila hivyo hamna Simba. Yaani hamna Simba. Yaani mwaka huu tunaenda kutia aibu kubwa sana. Na ratiba ngumu. Kwa sababu gani kwambia hivi? Yaani ligi kuu unacheza na Mtibwa. Wacheza nao mpira kama ule. Bado hujakutana na timu ambazo zile zinazokomaa tunazijua. Sababu Mtibwa sio timu ya kukomaa ujue. Kuna timu za kukomaa, kuna Mbeya City huko, unaelewa? Kuna Singida, unaona? Kuna hao hao Azam, Yanga. Yaani wewe unagawa utamu kwa timu zote hizo. Ninazokuambia. TRA siku zote hizo unagawa utamu. Wale Mashujaa wale wote unagawa utamu. Na sasa hivi ilivyokuwa mbovu kila mtu atakajipigie. Yaani wewe ukiwa kocha wa timu yoyote ambayo inacheza na Simba, wachezaji wako utumii nguvu sana kuwaambia. Unaelewa? Yaani wewe mchezaji ili uonekane inatakiwa mechi ya leo ucheze vizuri na ushinde. Kwa sababu Simba hii ya sasa hivi tusipoifunga hii utaifunga Simba gani? Yaani maneno ya kocha madogo sana kwa timu yake ambayo inacheza na Simba. Kwamba hii ndo mbovu. Hii ndo mbovu, usipoifunga Simba hii utaifunga Simba gani? Hakuna. Kwa hiyo mchezaji anaingia uwanjani kwa kujua kabisa kwamba anaenda kucheza na timu ambayo nikikaza napata matokeo. Unaona Simba walipopata goli
Kweli kweli, na kila mmoja akiendelea kuchagiza na kumlaumu Murtaza Ali Mangungu kwa makosa ambayo aliyoweza kukutana nayo, na kila mmoja akiendelea kumlaumu Murtaza Ali Mangungu. Ni kama vile ye Mangungu ndiye ambaye aliyeweza kucheza katika mchezo wa ligi ya mabingwa. Nani yupo nyuma ya mpango wa Mangungu kushambuliwa siku ya jana? Dhahiri fujo alizofanyiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu ni mpango uliofeli ambao umeratibiwa kishamba. Swali ni nani aliyopo nyuma ya huu mtafaruk wa Mangungu kuweza kufanyiwa fujo katika mchezo wa jana, mchezo ambao ulioweza kumalizika katika dimba la Benjamin Mkapa. Dhahiri kuna mashabiki wameandaliwa kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu ya wanachama klabu ya Simba Sports Club kwa klabu ya bila sababu ya msingi. Maanake kama wangekuwa na hasira ya viongozi, kwa nini mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Cletus Magori yeye hakuweza kufanyiwa fujo? Lakini kwa upande wa mwenyekiti wa wanachama Murtaza Ali Mangungu ndiye ambaye aliyeweza kufanyiwa fujo. Wakurugenzi wa klabu hakufanyiwa fujo, ili hali na yeye pia alikuwepo katika uwanja wa Benjamin Mkapa akiitokea hapo katika dimba hilo, na huku pasipo kubugudhiwa na mtu yoyote. Bodi ya wakurugenzi ya Simba ndio kila kitu katika kuiongoza club kwa sasa, kwa mujibu wa makubaliano ya upande wa wanachama na upande wa Mo, na mwenyekiti wake ameteuliwa na Mo. Mwenyekiti wa club ambaye anatokana na wanachama hana lolote mbele ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Ni kama vile Murtaza Ali Mangungu anababuliwa. Kama kweli mashabiki wana hasira na viongozi, kwa nini wambabue mwenyekiti wa bodi na yule wa wanachama? Wangeshambuliwa wote kuonyesha hasira zao ambazo walizoweza kuzipata katika mchezo huo wa jana. Lakini hili lilifanyika ni ushamba ulioratibiwa kishamba na watu ambao wasiokuwa na uweredi wa soka la Tanzania. Hawana wanalojua, waliotekeleza ni ujinga ambao ulioweza kufanyiwa. Sasa mjadala huu bwana umekuwa ni mzito kweli kweli. Huko kuna watu wanajidanganya kwamba Mangungu atatolewa kwa vurugu ili wafanye wanachotaka kukifanya. Wasahau kwa kuwa issue sio Mangungu. Serikali ndiyo iliyotoa maagizo ya marekebisho ya kikatiba ili klabu ijiendeshe. Najua hapa ndipo kuna mzizi wa tatizo. Hawa vijana wanatumika tu. Sasa upande wa Mangungu ambao jana walioweza kuvamiwa, upande wa Mangungu ambao walioweza kuvamiwa, na Mangungu mwenyewe aliweza kufanywa fujo za hapa na pale, lakini fujo hizo zilikuwa hazijaweza kumdhuru wala kwa namna moja ama jingine. Timu ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ni kama vile imeingia katika taharuki. Viongozi wenyewe kwa wenyewe ni kama vile wanaweza kuingiliana katika kimaamuzi, kwamba huyu anahitaji asikilizwe na huyu pia anahitaji aweze kusikilizwa, lakini kubwa ni kutokuelewana kimazungumzo. Na kinachoendelea kwa hivi sasa, mwenyekiti wa klabu ya wanachama inaonekana kama vile hana maamuzi yoyote na wala hana sauti yoyote ya kuweza kutoa maamuzi hayo, na jana imejidhihirisha hilo katika uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutamatika, na huko Simba akiweza kutoa sare dhidi ya Esperance de Sportivo de Tunis kutoka pale nchini Tunisia, mchezo ambao ulibeba hisia kubwa ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini pia moja kati ya taarifa
niliyokuwa nayo na kuweza kuiweka hapa hadharani kwamba hata mwenyewe Mangungu amehuzunishwa kwa kitendo ambacho kilichoweza kufanywa na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo ya Simba, huku wakisema kwamba yeye ni kama vile wanamuonea kwa kile ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Yeye hana kosa lolote na hana maamuzi yoyote, ni kwa sababu tu watu wamejaribu kumchafua Mangungu kwenye mchezo huo wa jana, ndio kile ambacho kilichoweza kutokea. Sasa sauti ya siri imeweza kuvuja, sauti ambayo ikiweza kutanabaisha na kutoa mzizi wa fitina kwamba nani na nani ambaye anayeweza kuibagua klabu hiyo ya Simba, ama kiongozi gani na kiongozi gani ndiye ambaye aliyeweza kutengeneza matabaka, kwamba ndani ya klabu hiyo ya Simba baadhi ya viongozi wao wenyewe kwa wenyewe wamewekeana matabaka, kwamba huyu ana timu yake na huyu pia ana timu yake. Na kitu pekee ambacho nimejaribu kukinukuu kwenye ukurasa wa Instagram ya Jemedari Saidi, mchambuzi wa soka nchini Tanzania, huku akitanabaisha kwamba kuna baadhi ya maamuzi ambayo yanafanywa na viongozi wa klabu hiyo ya Simba ni kama vile hawamtaki Murtaza Ali Mangungu, wanataka kumpigisha shoti ili aweze kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba, ili wao waweze kumiliki hayo majukumu ambayo yaliyokuwa mbele yao. Hiko ndio kitu ambacho kinachofanyika kwa hivi sasa. Tusubiri na tungoje kuona nini ambacho kitakachoenda kutokea, lakini kubwa Simba kumekuwa na matabaka, kila mmoja anajaribu kuwa na ndevu, kwa maana kwamba kila mmoja anataka kuonekana kwamba yeye ana sauti kubwa na mwenzake hana sauti. Hiko ndio kitu ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Simba rasmi sasa wameondolewa katika mashindano hayo, wamebakiza michezo miwili, michezo ambayo haina faida yoyote. Kwa hiyo michezo ambayo Simba wamebakiza nayo soka la Tanzania hawana wanalojua, waliotekeleza ni ujinga ambao ulioweza kufanyiwa. Sasa mjadala huu bwana umekuwa ni mzito kweli kweli. Huko kuna watu wanajidanganya kwamba Mangungu atatolewa kwa vurugu ili wafanye wanachotaka kukifanya. Wasahau kwa kuwa issue sio Mangungu. Serikali ndiyo iliyotoa maagizo ya marekebisho ya kikatiba ili klabu ijiendeshe. Najua hapa ndipo kuna mzizi wa tatizo. Hawa vijana wanatumika tu. Sasa upande wa Mangungu ambao jana walioweza kuvamiwa, upande wa Mangungu ambao walioweza kuvamiwa na Mangungu mwenyewe aliweza kufanywa fujo za hapa na pale, lakini fujo hizo zilikuwa hazijaweza kumdhuru wala kwa namna moja ama jingine. Timu ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ni kama vile imeingia katika taharuki. Viongozi wenyewe kwa wenyewe ni kama vile wanaweza kuingiliana katika kimaamuzi, kwamba huyu anahitaji asikilizwe na huyu pia anahitaji aweze kusikilizwa, lakini kubwa ni kutokuelewana kimazungumzo. Na kinachoendelea kwa hivi sasa, mwenyekiti wa klabu ya wanachama inaonekana kama vile hana maamuzi yoyote na wala hana sauti yoyote ya kuweza kutoa maamuzi hayo, na jana imejidhihirisha hilo katika uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kutamatika, na huko Simba akiweza kutoa sare dhidi ya Esperance de Sportivo de Tunis kutoka pale nchini Tunisia, mchezo ambao ulibeba hisia kubwa ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini pia moja kati ya taarifa niliyokuwa nayo na kuweza kuiweka hapa hadharani kwamba hata mwenyewe Mangungu amehuzunishwa kwa kitendo ambacho kilichoweza kufanywa na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo ya Simba, huku wakisema kwamba yeye
ni kama vile wanamuonea kwa kile ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Yeye hana kosa lolote na hana maamuzi yoyote, ni kwa sababu tu watu wamejaribu kumchafua Mangungu kwenye mchezo huo wa jana, ndio kile ambacho kilichoweza kutokea. Sasa sauti ya siri imeweza kuvuja, sauti ambayo ikiweza kutanabaisha na kutoa mzizi wa fitina kwamba nani na nani ambaye anayeweza kuibagua klabu hiyo ya Simba, ama kiongozi gani na kiongozi gani ndiye ambaye aliyeweza kutengeneza matabaka, kwamba ndani ya klabu hiyo ya Simba baadhi ya viongozi wao wenyewe kwa wenyewe wamewekeana matabaka, kwamba huyu ana timu yake na huyu pia ana timu yake. Na kitu pekee ambacho nimejaribu kukinukuu kwenye ukurasa wa Instagram ya Jemedari Saidi, mchambuzi wa soka nchini Tanzania, huku akitanabaisha kwamba kuna baadhi ya maamuzi ambayo yanafanywa na viongozi wa klabu hiyo ya Simba ni kama vile hawamtaki Murtaza Ali Mangungu, wanataka kumpigisha shoti ili aweze kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba, ili wao waweze kumiliki hayo majukumu ambayo yaliyokuwa mbele yao. Hiko ndio kitu ambacho kinachofanyika kwa hivi sasa. Tusubiri na tungoje kuona nini ambacho kitakachoenda kutokea, lakini kubwa Simba kumekuwa na matabaka, kila mmoja anajaribu kuwa na ndevu, kwa maana kwamba kila mmoja anataka kuonekana kwamba yeye ana sauti kubwa na mwingine mwenzake hana sauti. Hiko ndio kitu ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Simba rasmi sasa wameondolewa katika mashindano hayo, wamebakiza michezo miwili, michezo ambayo haina faida yoyote. Kwa hiyo michezo ambayo Simba wamebakiza nayo ni michezo tu ya kwenda kukamilisha kwa ratiba. Mchezo unaofuata Februari 7 mwaka 2026, Simba tasafiri kwenda kule nchini Angola kwenda kucheza na Petro Atletico de Luanda, mchezo ambao hauna faida yoyote ile kwa upande wa Simba, lakini mchezo huo una faida kubwa kwa upande wa Petro. Kwa hiyo Simba rasmi mashindano hayo ameyaaga, kwa maana kwamba aendelee kujipanga kwa mashindano mengine mapya ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka 2026 na 2027, lakini mchezo ambayo Simba walio bakiza kwa hivi sasa wala haina faida yoyote. Lakini taharuki bado imeendelea huko na vikao vikiendelea kushamiri, na wengine wanasema kwamba tatizo, mzizi wa fitna upo kwa mwekezaji mwenyewe. Mohamed Dewji ndiye chanzo cha yote.